Katika masuala ya elimu ni kwamba Wizara ya Elimu imetoa mwongozo mpya wa ada za shule ikiwahakikishia wazazi kuwa hakuna nyongeza yoyote ya karo. Kulingana na mwongozo huo, shule za upili za kutwa zitaendelea kugharamiwa na serikali, huku wizara ikiwatahadharisha walimu wakuu dhidi ya kuwatoza wazazi karo zaidi. Serikali pia ikitakaza kutoa shilingi bilioni 44 za mgao wa shule. Waziri wa Elimu Migos Ogamba ametoa mwelekeo wa punde zaidi kuhusu karo wanazotozwa wazazi katika shule za umma nchini. Kulingana na Wizara ya Elimu, mwelekeo huo ambao unawiana na uliokuwa ukitumika tangu mwaka 2019 umetolewa kuondoa mkanganyiko haswa wakati wanafunzi wa kwanza chini ya mfumo wa CBE wanapojiunga na shule za sekondari ya juu. Kwa mujibu wa Wizara ya Elimu, mabadiliko ya uainishaji wa shule hautaongeza karo. Kufuatia mapendekezo ya ripoti ya mwaka 2014, wazazi wa wanafunzi wa shule za sekondari za kutwa walitakiwa kulipa shilingi 9,374 kwa mwanafunzi kwa mwaka, huku serikali ikitoa ruzuku ya shilingi 12,870 na kufanya jumla ya shilingi 22,244. Hata hivyo, serikali iliongeza hadi shilingi 22,244 kwa mwanafunzi kwa mwaka. Kulingana na Wizara ya Elimu, shule za bweni katika miji mikubwa hutoza hadi shilingi 53,554, huku shule nyingine zote za bweni zikitoza hadi shilingi 40,535. Shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum hutoza shilingi 12,790, wakisisitiza kuwa viwango hivi havijabadilika na hakuna shule inayoruhusiwa kupita kiwango kilichowekwa. Kulingana na taarifa kutoka kwa Waziri wa Elimu Migos Ogamba, hii leo serikali imetoa shilingi bilioni 44.24 kama ufadhili wa muhula wa kwanza kwa wanafunzi katika shule zote za umma. Kulingana na Waziri Ogamba, matokeo ya mtihani wa KCSE yatatolewa kabla ya tarehe 15 Januari mwaka huu wa 2026. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.